ni mapinduzi makubwa. Sasa tukiachana na hayo ya Nyanzaga na Sengerema, tuyatizame tena mapinduzi mengine makubwa katika sekta ya madini. Nafahamu yako mengi. Nikisema tuyazungumze yote, hapa hatutaondoka. Tuyatizame kwa uchache na kwa ujumla wake. Ni kweli kabisa Aneti. Kuna mapinduzi makubwa sana ambayo yanafanyika katika sekta ya madini hivi tunavyozungumza. Hususan chini ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia waziri wa sekta Mheshimiwa Anthony Mavunde. Kwa hakika kinachofanyika katika Wizara ya Madini kinakwenda kuongeza pato la taifa maradufu. Na tunapozungumzia pato la taifa, labda tunazungumzia uchumi. Unapozungumzia pato la taifa, ndio nazungumzia saizi ya uchumi wa nchi yako. Jinsi pato la taifa linavyokuwa kubwa, ndivyo saizi ya uchumi wa nchi yako unavyoongezeka. Sasa mapinduzi yanayofanyika katika sekta ya madini yanakwenda kuongeza maradufu pato la taifa, na kwa maana hiyo kuongeza kiwango cha ukubwa wa uchumi wetu, ambayo maana yake ni kwamba uchumi wetu unakuwa imara, lakini manufaa yale ya uchumi wa taifa sasa yanakwenda kwa Watanzania wengi zaidi, kwa sababu kama ni sungura mmoja tukanaye kitaifa, sasa tunaye wawili, na hawa wakiwa wameletwa na sekta nini ya madini. Sasa niseme tu kama ulivyosema, inaweza katuchukua siku nzima kuelezea mapinduzi katika sekta hii ya madini, na hasa kutokana na uongozi makini kabisa wa Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Mavunde. La kwanza tunavyozungumza hapa, zoezi la kutengeneza ramani ya madini ya Tanzania liko mwishoni kukamilika. Anapokuja mtu anataka kuchimba, anatafuta madini gani, wanampeleka tu kwenye ramani. Haya madini yako Ruvuma. Hamna haja ya kuanza utafiti huko. Au kuanza kusikiliza kwamba hebu ngoja tu fulani wako Kagera tuwaulize. Anakwenda kwenye ramani. Anaangalia katika mkoa wa Kagera kuna madini gani, katika mkoa wa Kigoma kuna madini gani, katika mkoa wa Tanga kuna madini gani. Hii ramani sasa iko mwishoni kabisa kukamilika, na yote haya yamefanyika ndani ya serikali ya awamu ya 6. Mapinduzi mengine makubwa ambayo yanafanyika kwenye sekta ya madini, hususan Wizara ya Madini, ni ujenzi wa maabara za kisasa za madini katika manispaa ya Geita, Chunya pamoja na eneo la Kizota hapa Dodoma. Unajua, unapozungumzia sekta ya madini, huwezi ukawa na sekta imara na ikakunufaisha kama huna maabara. Kwa sababu unaposema hii ni helium, labda hii ni dhahabu, hii ni shaba, lazima ukaithibitishe kwenye maabara. Kwa sababu yapo mawe yanayofanana na madini halisi. Kwa hiyo mtu anaweza akakwambia hii ni almasi, kumbe sio almasi. Kwa hiyo inabidi uende maabara kuweza kuthibitisha. Lakini si kuthibitisha tu kwamba haya ni madini yanayotamkwa, ubora wa yale madini. Kwa hiyo kama huna maabara, na sio tu maabara ya kisasa, maabara bobezi, utapata matatizo sana kwenye swala la kuuza madini. Maabara ambazo za kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo safari Wizara ya Madini imetenga fedha za kutosha ujenzi wa maabara 3 za kisasa Geita, Chunya pamoja na Dodoma. Kwa kupata maabara hizo, sekta ya madini inaenda kufanya mapinduzi makubwa sana katika namna ya kutambua ubora wa madini yao. Lakini jingine ni ongezeko la mchango wa sekta ya madini katika pato ghafi la taifa. Huko nyuma ilielekezwa kwamba mchango wa sekta ya madini inapofika 2025 huo unachangia angalau 10% ya pato la taifa. Tunavyozungumza 2024, hapo mwishoni mwa mwaka 2024, tayari sekta ya madini imeshachangia 10.1 kabla ya lengo ambalo limewekwa. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna mapato mengi sana ambayo yanapatikana kwenye sekta ya madini. Na unapopata mapato mengi kwenye sekta ya madini, maana yake kuna kazi na miradi mingi ambayo itatekelezwa kwenye sekta ya madini. Inapotekelezwa miradi mingi na kazi nyingi, maana yake ndio uchumi wa taifa unazidi kuongeza kasi. Lakini kuna kitu kinaitwa maduhuli. Inapotengenezwa pale bajeti ya serikali, kila wizara na kila sekta inapangiwa kwamba ikusanye kiasi gani cha fedha kuweza kuleta katika mfuko wa taifa. Sasa mwaka wa fedha 2022-2023 hii sekta ilikusanya shilingi za Tanzania bilioni 678. Mwaka wa fedha 23-24 ilikusanya shilingi za Tanzania bilioni 753. Tunavyozungumza mwaka wa fedha 2025-26 lengo limewekwa kuwa shilingi za Tanzania trilioni 1. Na Mheshimiwa Waziri wa Madini Anthony Mavunde anasema hili watalifikia
na kulipita mapema sana kabla mwaka wa fedha haujaweza kuisha. Kutokana na nini? Kutokana na namna ambavyo sekta ya madini inakuja juu siku hadi siku, kwa maana ya miradi mingi, uwekezaji mwingi na uzalishaji mwingi. Tunaona yako mengi ambayo yamefanyika katika sekta ya madini. Sasa tumuage mtazamaji wa TBC Digital, unamwagaje? Mimi nachoweza kusema kwamba mtazamaji wa TBC Digital ajiandae kwa kupata habari njema zaidi kutoka katika TBC Digital, lakini pia kule upande wa TBC1, kwa sababu sisi jukumu letu ni moja. Tunalipwa kwa jambo moja tu, kuwahabarisha Watanzania mambo mazuri ambayo yanatokea katika nchi yao. Lakini kazi ambazo zinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan serikali ya awamu ya 6. Na hii pia nitumie fursa hii kualika watu wa Tume ya Madini, lakini pia kualika watu wa Wizara ya Madini waje hapa TBC, tukae na kuona ni kwa namna gani ambavyo, kwa mfano, watu wengi ni kina Tomaso, unapoambia Wizara ya Madini inanufaisha Watanzania bado wanakuwa na wasiwasi. Lakini TBC iende katika wilaya ya Kahama, iende Kahama ikaangalie yale mambo ambayo wilaya ya Kahama imeweza kupata kutokana na sekta madini. Lakini TBC iende Geita na kuangalia miradi na matokeo ya sekta ya madini. Iende Chunya ambako sekta ya madini imekuwa ndio chachu ya maendeleo ya wilaya ya Chunya. Lakini iende mpaka Liganga na Mchuchuma kule ambako bilioni 15 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kuwalipia fidia wananchi pale, ili wapishe eneo utekelezaji wa mradi ule wa baba wa taifa wa kuanza kuchimba chuma pale, lakini na kutumia ile makaa ya mawe, kwamba sasa utaratibu umekamilika. Mtazamaji wa TBC Digital, ni kuage niseme kwa heri. Pasi na shaka umekuwa na wasaa mzuri sana wa kuweza kupata ufafanuzi kuhusiana na mgodi wa dhahabu uko Nyanzaga Sengerema. Kwa heri.